Miongoni mwa maamuzi ambayo aliyafanya kocha Pedro Gonçalves ambayo yaliwashangaza baadhi ya mashabiki katika mechi ya watani wa jadi pale kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, fainali ya kombe la Muungano dhidi ya watani zao Simba, ni pale alipokuwa hajamwanzisha kiungo wake wa kimataifa kutoka Kenya Duke Oga Abuya. Ni katika mechi ambayo walipoteza kwa bao 1-0 na hivyo Simba kutoa ubingwa wa kombe la Muungano ambalo Yanga walikuwa wakilitetea kwa sababu msimu uliopita ni wao ndio waliolitwaa. Ni kwamba kwenye kikosi chake kocha Pedro Gonçalves akianza na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Hapa katika viungo wawili wa ukabaji ambako Duke Oga Abuya amezoeleka kuanza mara kwa mara kutokana na kiwango bora alicho nacho kwa msimu wa 2025-26. Duke alianzia nje. Alikuja kuingia kipindi cha pili, lakini walioanza walikuwa walikuwa ni Mohamed Damaro Kamara ambaye alianza na Mudathir Yahya Abbas katika eneo hilo la kiungo. Ni katika mechi ambayo kama nilivyotoka kueleza awali ni kwamba Pedro Gonçalves ndiye anayejua sababu za kimbinu, lakini pia taarifa zaidi za ndani kwenye kikosi chake. Kwa nini Duke Abuya hakuanza? Kwa sababu yeye huwa anaanza mara kwa mara, namna anavyocheza katika eneo la kati, yeye ndiye muunganishaji mzuri wa eneo lao la kiulinzi na kwenye ushambuliaji na kwenye ubunifu, lakini pia amekuwa na jicho la ziada la kuona wapi atoe pasi sahihi kwenda kuleta madhara kwa wapinzani. Duke Abuya amekuwa kwenye kiwango bora sana. Tenki lake unaweza kusema limejaa gesi ya kutosha au mafuta ya kutosha kumfanya ndani ya kipindi chote anachokuwa uwanjani mara zote amekuwa kwenye kiwango cha juu. Mapambano yake yatofautiani pale mechi inapoanza na mwisho, kwa sababu amekuwa akipambana mno katika eneo la kati na kuifanya Yanga iwe na ustahimilivu wa kutosha inaposhambuliwa, iwe tishio zaidi inapokwenda kushambulia. Ni kwa sababu tu ya Duke Abuya ambaye anapoanza na Mudathir Abbas kwa mfano, humfanya Mudathir apate nafasi ya kuwa box to box akienda zaidi juu kwenye kushambulia, wakati mwingine Mudathir akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara, jambo ambalo limekuwa likiwaletea madhara makubwa wapinzani. Yote hiyo ni kwa sababu ya comfortability, ule utulivu anaupata katika kucheza kadri anavyoelekezwa na mwalimu Pedro Gonçalves kama box to box midfielder, unaotokana na Duke Abuya kutekeleza vyema jukumu lake la kuwa anashirikiana na mabeki wao wakati kufanya Yanga isikumbane na madhara kwenye mashambulizi ya kujibu. Lakini anaposhambulia naye huwa ana advance kwa kiasi fulani kuhakikisha kwenda kuleta madhara au kupiga pasi ambazo zinamrahisishia kazi anayekwenda kufunga. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara ni uthibitisho juu ya uwajibikaji wa Duke Abuya na umuhimu wake kwenye kikosi cha kocha Pedro Gonçalves, kwa sababu Yanga ikiwa imecheza mechi 19, Yanga ikiwa kinara wa ligi kuu Tanzania bara kwa kuwa na pointi 47, huku wanaofuatia watani zao wa jadi Simba wakiwa wamewacha pointi 5, kwa sababu Simba ana pointi 42, wote wamecheza mechi 19. Yanga ikiwa kinara wa upachikaji mabao ikiwa na mabao 44. Timu inayofuatia kwa mabao mengi ni Simba yenye mabao 32. Yanga mwazidi Simba mabao 12. Yanga ikiwa imeruhusu mabao 3 tu ndio timu yenye ukuta imara zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, baada ya mechi hizo 19 na nyingine zimecheza mechi 20, wakifuatia Azam walioruhusu mabao 5, Simba wameruhusu mabao 7. Hata katika mafanikio haya ya kuwa na mabao mengi, kuruhusu mabao machache, kuwa na pointi nyingi, kuongoza ligi, wanaochangia ni pamoja na yeye Duke Oga Abuya, mchezaji kimataifa kutoka Kenya. Mpaka sasa ni miongoni mwa wachezaji waliocheza mechi nyingi zaidi katika Yanga. Kati ya mechi 19, yeye amecheza mechi 18, akizidiwa idadi ya mechi na Maxim Pia Nzengeli aliyecheza mechi zote 19. Lakini kwa muda uwanjani, dakika alizocheza, yeye ni miongoni mwa wale waliocheza dakika nyingi zaidi, akiwa amecheza dakika 1464 uwanjani kati ya mechi hizo alizocheza. Kati ya wachezaji wote Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, anemzidi Duke Abuya kwa dakika za kucheza ni mmoja tu, Maxim Pia Nzengeli, ambaye yeye amecheza dakika 1482 na hivyo kumzidi Duke Abuya kwa dakika 18 za kuwepo uwanjani. Yanga nzima yeye ni mchezaji wa pili kwa kucheza dakika nyingi, ukiwa ni ushahidi juu ya umuhimu wake kwa kocha Pedro Gonçalves. Lakini
hachezi bure bure tu. Yale majukumu ya kushirikiana na walinzi wake kuhakikisha wanakuwa salama ndio amefanya Yanga iwe na ukuta imara sana. Mechi 19 wakiruhusu mabao matatu, wastani wa kuruhusu bao kila baada ya dakika 570 ni wastani wa juu mno. Na wanaochangia ni pamoja na Duke Abuya ambaye pamoja na majukumu hayo ya kuwa kiungo ukabaji anashirikiana na walinzi wake kuhakikisha wanakuwa imara, lakini kwenye kushambulia Duke Abuya ana mchango mkubwa kwa sababu mpaka sasa tayari ameshafunga bao moja. Yes, amefunga bao moja katika dakika hizo 1464 alizocheza kwa mechi 18. Lakini mpaka sasa ameshatoa pasi saidizi ya bao, tunasema assist ameshatoa 5. Yeye ni miongoni mwa wachezaji wanaoongoza kwa kutoa pasi saidizi za mabao nyingi. Yaani katika top 4 kwenye ligi wanaotoa pasi nyingi za mabao, yeye Duke Abuya yumo. Kwa ujumla amechangia mabao 6 kati ya mabao 44 waliofunga Yanga mpaka sasa, ambayo mabao 6 kati ya mabao 44 waliofunga Yanga tunazungumzia goal contribution, total goal contribution ya Duke Abuya ni around 14%. Naona umuhimu wake. Sasa katika mechi iliyopita dhidi ya Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, licha umuhimu huu wa Duke Abuya, kocha Pedro Gonçalves alimwanzisha nje kwenye mechi hii ambayo imebakiza saa chache ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, ambao Simba ni wenyeji kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam, Yanga wakiwa wageni. Matarajio ni kuona Duke Abuya akiwa fit anapata nafasi ya kuanza kikosini, jambo ambalo linawafanya mashabiki, wapenzi, wanachama wa Yanga katika mechi ya Zanzibar baada ya kupoteza kwa bao 1-0, miongoni mwa ambayo wamekuwa wakiwaeleza kwa mashabiki wa watani zao wa jadi Simba ni kwamba mna bahati kwa sababu Duke Abuya hakuanza kikosini, alikuja kuingia baadaye. Lau kama angeanza pengine matukio yangekuwa vingine. Ni maelezo hayo ambayo ya mashabiki. Lakini kwenye mechi hii sasa Duke Abuya akiwa fiti ana nafasi kubwa ya kuendelea kuanza tena kikosini. Yeye kama mhimili wa Yanga katika eneo la kati, matarajio ni kwenda kuleta chachu kwa viungo wenzao wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana kina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, Ino Jospin Loemba, kina Cletus Chota Chama, kwa sababu ni maeneo ambayo kwenye kucheza wanagongana sana maeneo ya kati. Duke Abuya zile pasi zake, ule uwezo wake kuzuia, anaweza kuwa mchezaji muhimu sana kwa Yanga katika kuiwezesha kupata matokeo, kulipiza kisasi baada ya tarehe 29 kupoteza kwa bao 1-0. Halafu hii mechi hii tarehe 3 wao Yanga kupata nafasi sasa ya ama kushinda na wao na kuwaziba midomo watani zao wa jadi Simba, mashabiki wao, na hivyo kurejesha ile hali ya wao kushinda mara kwa mara, ama kupoteza tena kwa mara nyingine endapo Duke Abuya na wenzake watazidiwa mipango kiuchezaji na watani wao wa jadi Simba, ama ikamalizika kwa sare. Hilo ni swala la kusubiri, na ukizingatia kwamba Mudathir Abbas kwenye mechi hii yeye si miongoni mwa watakaotumika, ni kwa sababu anatumikia adhabu aliyoipata kutokana na hatia ya kucheza faulo hatarishi katika mechi yao walioshinda mabao 3-0 dhidi ya Pamba pale jijini Mwanza. Kwa sababu hiyo, miongoni mwa viungo alionao Pedro Gonçalves ni Duke Abuya, lakini ni pamoja na akina Lassine Kouma, Mohamed Damaro Kamara, Azizi Ndabwile. Max anaweza, manake Max anaweza kucheza maeneo mengi akawa sehemu ya, ni juu ya mipango yake kocha Pedro Gonçalves, lakini Mudathir hayupo, ila Duke Abuya yupo kwa ajili ya kuweza kumtumia, kwa sababu hakuna taarifa kwamba ni majeruhi. Je, itakuwa vipi katika mchezo huu? Kwamba Duke Abuya akianza katika dakika ya kwanza, Yanga wataweza kupata matokeo mazuri? Kumbukwe kabla ya mechi pale visiwani Zanzibar kwenye fainali ya kombe la Muungano, Simba Yanga walikutana mara 7 mfululizo, Yanga wakishinda mechi 6, moja ikiwa ni suluhu. Yani katika matokeo ambayo Simba hawakuwa na matokeo mazuri, ndio tunapohesabu kwamba mechi 7 Simba walikuwa hawajashinda, Yanga wameshinda mechi 6. Yanga wakifunga mabao 12, Simba wakiwa wamefunga mabao 2 wakati wanafungwa 5-1 katika orodha ya mechi hizo na kipigo cha 2-1. Sasa mechi visiwani Zanzibar, Simba wakapindua meza, wakaifunga Yanga 1-0, wakatwaa taji la kombe la Muungano. Siku chache baadaye, ambayo sasa ndio imewadia, zimebaki saa chache kabla kukutana tena, Simba wakiwa wenyeji uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ni nafasi nyingine kwa Simba kuendeleza ubabe ama Yanga kulipiza kisasi na kurejesha ile hali ya wao kushinda. Kuwapo kwa Duke Abuya, matarajio ni kuona kunaongeza chachu na shauku pengine kwa mashabiki wa Yanga kwamba mechi hii wanakwenda kufanya vizuri. Lakini Simba
wanayo nafasi ya kuonyesha Yanga kwamba hata Duke Abuya akianza wana uwezo wa kupata matokeo mazuri. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.